Bilionea alimfuata mkewe kwa siri hadi nyumbani kwa mpenzi wake wa zamani, ambapo alimkuta akifuga kuku. Hakukuwa na mtu aliyedhani siku kama hiyo ingefika katika maisha ya Musa Kilonzo. Musa alikuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa nchini. Jina lake lilitajwa mara nyingi katika mikutano ya biashara, mikataba ya uwekezaji na miradi mikubwa ya maendeleo. Alikuwa mtu anayehusishwa na uwekezaji, biashara na mafanikio ya kifedha. Lakini jioni hiyo hakukuwa na kamera wala wanahabari. Alikuwa peke yake ndani ya gari lake, akiendesha taratibu kwenye barabara ya vumbi iliyokuwa ikielekea kijijini. Mbele yake alikuwa akimfuata mke wake, Neema. Neema hakujua kuwa gari lingine lilikuwa nyuma yake kwa umbali. Kwa miaka mingi, Musa alimwamini kabisa. Neema alikuwa mwanamke mpole, mwenye heshima na aliyesimamia familia yao kwa utulivu. Lakini kwa miezi kadhaa sasa, mambo yalikuwa yamebadilika. Neema alianza kutoka nyumbani mara kwa mara bila maelezo marefu. Alisema anaenda kusaidia miradi ya kijamii. Alisema anaenda kuwaona ndugu. Musa hakuwahi kumhoji sana. Lakini siku moja mfanyakazi wake alimwambia kitu kilichomfanya ashindwe kulala usiku mzima. Bosi, kuna mahali mama huenda mara nyingi. Ni mbali kidogo na jiji. Ndio maana siku hiyo Musa alimfuata kimya kimya. Na alipofika mahali pale, moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Neema alikuwa akizungumza na mwanaume aliyekuwa akilisha kuku. Musa alimtambua mara moja. Alikuwa Juma, mwanaume ambaye Neema aliwahi kumpenda zamani sana. Na jambo lililomshangaza zaidi Musa halikuwa kuku, ni namna Neema alivyokuwa akitabasamu. Tabasamu ambalo Musa hakuliona kwa muda mrefu sana. Musa alikaa ndani ya gari kwa muda mrefu bila kushuka. Aliendelea kuangalia kutoka mbali. Nyumba ile haikuwa kubwa. Ilikuwa nyumba ya kawaida ya kijijini yenye uzio wa miti na banda dogo la kuku pembeni. Juma alikuwa amevaa shati la zamani lililokunjwa mikononi. Miguu yake ilikuwa na matope kidogo, ishara kwamba alikuwa akifanya kazi shambani muda mfupi uliopita. Lakini uso wake ulikuwa na amani ambayo Musa hakuiona hata kwa wafanyabiashara matajiri aliokutana nao kila siku. Neema alicheka kidogo. Juma akasema kitu kilichomfanya acheke tena. Musa akakaza mikono yake kwenye usukani. Kwa nini anacheka hivyo? Alijiuliza kimya kimya. Miaka 15 ya ndoa yao, Musa alikuwa amempa Neema kila kitu. Nyumba nzuri jijini, magari, safari za nje ya nchi. Lakini sasa aliona mke wake akicheka mbele ya nyumba ndogo ya kijijini. Kwa muda Musa alifikiria kushuka na kwenda moja kwa moja kuuliza kilichokuwa kinaendelea. Lakini kitu ndani yake kilimzuia. Badala yake aliendelea kuangalia. Baada ya dakika chache, Neema alimkabidhi Juma mfuko mdogo. Juma alionekana kusita kuupokea, lakini Neema alisisitiza. Mwisho Juma akaukubali. Kisha wakapeana mkono kwa heshima. Hakukuwa na kumbatio, hakukuwa na kitu cha ajabu. Lakini bado alihisi moyo wake ukiwa mzito sana. Kwa sababu sasa alijua jambo moja. Hii haikuwa mara ya kwanza Neema kufika hapo. Neema alipomaliza kuzungumza na Juma, aliingia tena kwenye gari lake na kuondoka polepole. Musa alimsubiri aondoke mbali kidogo kabla hajashuka kwenye gari lake. Hatua zake zilikuwa nzito. Alisogea hadi karibu na banda la kuku. Kuku walikuwa wakizunguka ardhini wakitafuta chakula. Juma alikuwa bado pale akimimina chakula chao. Alipoinua macho yake na kumuona Musa, alisimama ghafla. Shikamoo. Juma alisema kwa heshima, bila kuonyesha mshangao mkubwa. Musa hakujibu mara moja. Alimtazama kwa makini. Huyu ndiye mwanaume ambaye miaka mingi iliyopita karibu waolewe na Neema.
Lakini maisha yalibadilika. Neema aliolewa na Musa, mtu tajiri zaidi. Ulinijua? Musa aliuliza. Juma akatikisa kichwa polepole. Ndiyo, nilikutambua. Kimya kidogo kikaanguka kati yao. Musa akasema kwa sauti tulivu lakini nzito, mke wangu amekuwa akija hapa mara ngapi? Juma hakujibu haraka. Alionekana kufikiria kwa makini. Kila baada ya muda fulani, alisema hatimaye. Jibu hilo lilimchoma Musa moyo, lakini kilichofuata kilimshangaza zaidi. Juma kaongeza kwa utulivu, lakini hakuwahi kukuja kwa sababu unayofikiria. Maneno hayo yalifanya Musa anyanyue macho yake haraka. Unamaanisha nini? Aliuliza. Juma alimwonyesha Musa kiti cha mbao kilichokuwa karibu na banda la kuku. Karibu kae, alisema kwa utulivu. Kwa kawaida, Musa hakuwa mtu wa kukaa kwenye viti vya mbao nje ya nyumba za watu. Lakini siku hiyo, hakupinga. Aliketi polepole. Kuku waliendelea kutembea karibu nao, wakitoa sauti zao za kawaida. Juma kaketi upande wa pili. Bwana Musa, alianza kusema kwa sauti ya heshima. Labda kuna mambo ambayo hujui kuhusu mke wako. Musa akakaza macho. Sema. Juma akavuta pumzi kidogo. Miaka mingi iliyopita, nilikuwa na ndoto kubwa sana. Nilikuwa nataka kufungua biashara ya kuku hapa kijijini. Nilikuwa nimeanza vizuri kidogo. Alinyamaza sekunde chache. Kisha baba yangu akaumwa sana. Fedha zote zikaisha hospitalini. Musa alikuwa anasikiliza kwa makini sasa. Nilipoteza kila kitu. Banda hili ulilonalo lilikuwa karibu kufungwa kabisa. Musa akamuuliza, na Neema ana uhusiano gani na hilo? Juma akatabasamu kidogo. Kwa miaka 5 sasa, Neema ndiye anaisaidia kununua chakula cha kuku na vifaranga. Musa alihisi kama maneno hayo yalimzidisha uzito moyoni. Hajawahi kuniambia hilo, alisema polepole. Juma akasema kwa sauti ya heshima, kwa sababu aliniomba nisimwambie mtu yoyote. Musa akakaa kimya kwa muda mrefu. Upepo mdogo wa jioni ulipita kwenye miti ya karibu. Kuku aliendelea kula bila kujali mazungumzo mazito yaliyokuwa yanaendelea karibu nao. Mke wangu anasaidia biashara yako kwa miaka 5? Musa aliuliza tena, kana kwamba bado ana hakika. Ndiyo, Juma akajibu. Kwa nini? Musa akauliza. Juma alitazama banda la kuku kwa sekunde chache kabla ya kujibu. Kabla hajaolewa na wewe, Neema alikuwa na ndoto moja. Musa akainama kidogo mbele. Ndoto gani? Juma akasema kwa utulivu. Alitaka kuna watu wa kijijini wanaweza kujitegemea kupitia biashara ndogo ndogo. Alisema kama siku moja atakuwa na uwezo, atawasaidia watu wasikate tamaa. Musa hakusema kitu. Juma akaendelea. Alipokuja kuniona miaka 5 iliyopita, banda hili lilikuwa karibu kufungwa kabisa. Aliniambia kitu ambacho sitakisahau. Musa akamuuliza polepole. Alisema nini? Juma akasema. Alisema, Juma, sikuchagua maisha haya nilionayo sasa kwa sababu ya utajiri. Lakini kama Mungu amenipa nafasi ya kusaidia watu, sitakaa kimya. Maneno hayo yaligonga moyo wa Musa kwa nguvu. Kwa mara ya kwanza jioni hiyo, alianza kujiuliza swali ambalo hakuwahi kufikiria. Je, alikuwa anamjua kweli mke wake? Musa aliondoka pale jioni ile akiwa kimya sana. Safari ya kurudi jijini ilikuwa ndefu kuliko kawaida. Barabara ile ile aliyokuja nayo sasa ilionekana tofauti kabisa. Mawazo yake yalikuwa mengi. Kwa miaka yote ya ndoa yao, Neema hakuwahi kumwomba pesa kwa ajili yake binafsi. Hakuwahi kulalamika kuhusu maisha yao. Hakuwahi hata kuonyesha tamaa ya mali zaidi. Lakini pia hakuwahi kumwambia kuhusu banda la kuku la Juma. Musa alijiuliza mara nyingi, kwa nini alimficha jambo hilo? Alipofika nyumbani usiku, Neema alikuwa tayari amefika. Alikuwa jikoni akipanga chakula cha jioni kama kawaida. Alipomwona Musa, alitabasamu kidogo. Umechelewa leo, alisema kwa sauti tulivu. Musa alimtazama kwa muda mfupi. Aliona ule utulivu ule aliyeuzoea kwa miaka mingi, lakini sasa moyo wake ulikuwa na maswali. Nilikuwa na kazi nyingi, Musa alisema kwa ufupi. Neema hakusisitiza maswali. Huo ndio ulikuwa tabia yake. Lakini usiku ule Musa hakulala mapema. Alikuwa kitandani akitazama dari. Mawazo yake yalikuwa yakirudia picha ile ile, Neema akicheka mbele ya banda la kuku. Na swali moja lilimtesa zaidi kuliko yote. Kama Neema ana moyo wa kusaidia watu kiasi hicho, kwa nini hakuwahi kumwambia?
Siku chache baadaye, Musa aliamua kufanya kitu ambacho hakuwahi kufanya hapo awali. Alimfuata tena Juma. Safari hii hakumfuata Neema kwa siri, alienda peke yake. Alipofika kijijini, Juma alikuwa anafanya kazi kama kawaida. Alikuwa anasafisha banda la kuku. Alipomwona Musa akikaribia, alishangaa kidogo, lakini alimkaribisha kwa heshima. "Karibu tena," Juma alisema. Musa aliangalia banda hile kwa makini zaidi safari hii. Aliona kuwa biashara ile ilikuwa imeanza kukua. Kulikuwa na kuku wengi kuliko alivyodhani mara ya kwanza. "Biashara inaonekana inaendelea," Musa alisema. Juma akatabasamu kwa unyenyekevu. "Pole pole tu." Musa alikaa kwenye kiti kile kile cha mbao. "Niambie ukweli," alisema baada ya muda. "Neema amekuwa akija hapa mara ngapi?" Juma akafikiria kidogo. "Si mara nyingi sana, labda mara moja kila baada ya miezi 2 au 3. Musa alitikiza kichwa polepole. Kisha akauliza swali lingine. "Anasaidia watu wengine pia? Au ni wewe tu?" Juma akanyamaza kwa sekunde chache. Kisha akasema, "Bwana Musa, mimi si mtu pekee anayemsaidia." Musa alinyanyua macho yake haraka. "Unamaanisha nini?" Juma alisimama na kumwonyesha Musa upande mwingine wa kijiji. Kulikuwa na nyumba kadhaa ndogo. "Unaona nyumba ile ya kijani?" Juma aliuliza. Musa akatazama upande aliokuwa ameonyeshwa. "Ndiyo, pale anaishi mama mmoja mjane anayeuza mboga sokoni. Mtaji wake wa kwanza aliupata kutoka kwa Neema." Musa hakusema kitu. Juma akaendelea, "Na pale chini kidogo kuna kijana anayefanya biashara ya pikipiki ya kubeba watu. Neema ndiye aliyemsaidia kununua pikipiki yake ya kwanza." Musa alihisi moyo wake unabadilika polepole. Kwa mara ya kwanza alianza kuona upande mwingine wa maisha ya mke wake. "Kwa nini hakuniambia?" Musa aliuliza polepole. Juma alijibu kwa sauti tulivu sana. "Kwa sababu aliogopa utafikiri anatumia vibaya fedha zako." Maneno hayo yalimgusa Musa moja kwa moja, lakini Juma akaongeza jambo lingine ambalo lilimfanya Musa ashangae zaidi. "Lakini ukweli ni huu, Neema huwa hatumii fedha zako." Musa akakunja uso. "Unamaanisha nini?" Juma akasema, "Fedha zote anazotumia kusaidia watu ni zile anazopata kwa kazi zake binafsi." Musa alihisi kama amesikia kitu ambacho hakuwahi kufikiria kabisa. "Mke wangu ana kazi ambayo sijui?" aliuliza. Juma alitikisa kichwa pole pole. Ndiyo. Musa alikaa kimya KWA muda. Alimfahamu Neema kama mwanamke wa familia, mtu anayesimamia nyumba yao, watoto wao na shughuli za kijamii. Lakini hakuwahi kufikiria kwamba alikuwa na kazi NY ingine. "Kazi gani?" Musa aliuliza. Juma akatabasamu kidogo. "Unajua ile kampuni ndogo ya bidhaa za asili za ngozi inayouza sana mtandaoni?" Musa alifikiria kwa sekunde chache. Kampuni ile ilikuwa imeanza kupata umaarufu mkubwa katika biashara za mtandaoni. Bidhaa zake zilikuwa zinanunuliwa hata nje ya nchi. "Ndiyo, nimesikia," Musa alisema. Juma akasema kwa utulivu, "Mmiliki wake ni Neema." Musa alibaki kimya kabisa. Kwa miaka yote ya ndoa yao, hakuwahi kujua jambo hilo. Neema hakuwahi kujisifu, hakuwahi hata kutaja biashara yake. Juma akaendelea kusema, "Anasema kila mtu anaweza kusaidia jamii kwa njia yake. Wengine wana nguvu, wengine wana maarifa, wengine wana pesa." Musa alitazama ardhi kwa muda mrefu. Ndani ya moyo wake alianza kuhisi kitu kipya, heshima. Heshima kubwa kwa mwanamke ambaye aliishi naye miaka mingi bila yeye kumjua kikamilifu. Lakini bado kulikuwa na swali moja lililobaki. Kwa nini Neema alikuwa bado anakuja kumtembelea Juma? Jua lilikuwa linaanza kutua. Musa alisimama polepole kuondoka. Lakini kabla hajaenda, alimuuliza Juma swali la mwisho. "Neema, bado anakujali?" Musa aliuliza kwa sauti tulivu. Juma alielewa swali hilo vizuri sana. Alitabasamu kwa heshima. "Kama rafiki wa zamani, ndiyo." Musa akakaza macho kidogo. "Na zaidi ya hapo?" Juma alitikisa kichwa. "Hapana." Alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akaongeza, "Bwana Musa, Neema anakuheshimu sana. Anazungumza vizuri sana kuhusu wewe." Maneno hayo yalileta utulivu kidogo ndani ya moyo wa Musa. Lakini Juma akaongeza jambo la mwisho ambalo lilimfanya Musa asimame. "Kuna jambo moja ambalo unapaswa kujua." Musa akageuka. "Jambo gani?" Juma alisema polepole. "Sababu kubwa inayomfanya Neema aje hapa si kukuru
wala biashara. Musa alikunja uso. Basi, ni nini? Juma alitazama mbali kidogo kabla ya kujibu, kisha akasema kwa sauti tulivu, ni siri ambayo aliniomba nisiwahi kumwambia mtu. Moyo wa Musa ulianza kupiga haraka, kwa sababu sasa alijua kulikuwa na kitu kikubwa zaidi ambacho bado hakijafichuliwa. Musa hakurudi nyumbani mara moja siku ile. Alisimama karibu na gari lake KWA muda, akifikiria maneno ya Juma. Kulikuwa na siri ambayo Neema hakuwahi kumwambia, na KWA mara ya kwanza katika maisha yake, Musa hakujua kama alikuwa tayari kuisikia. Hatimaye, aliingia kwenye gari na kuondoka. Alipofika nyumbani, Neema alikuwa ameketi sebuleni akisoma kitabu. Alipomwona Musa, alifunga kitabu polepole. Umerudi mapema leo, alisema kwa sauti tulivu. Musa alikaa kwenye sofa mbele yake. Kwa muda walitazamana kimya kimya. Kwa miaka mingi walizungumza mambo mengi ya familia na kazi, lakini siku ile mazungumzo yalionekana kuwa mazito zaidi. Neema, Musa alisema hatimaye. Ndiyo? Umewahi kuniambia kuwa kila mtu ana ndoto zake maishani. Neema alitabasamu kidogo. Ndiyo, niliwahi kusema hivyo. Musa akavuta pumzi ndefu. Lakini kuna ndoto zako ambazo sijui. Neema alimtazama kwa makini sasa. Moyo wake ulionekana kuelewa kwamba Musa alikuwa karibu kugundua kitu. Alinyamaza kwa sekunde chache, kisha akauliza kwa upole, Musa, umeenda kijijini leo? Kimya kizito kikaanguka sebuleni, kwa sababu sasa Neema alijua siri yake haikuwa siri tena. Musa hakukataa. Ndiyo, alisema kwa utulivu. Neema hakukasirika. Hakushangaa sana pia. Alionekana kama mtu ambaye alikuwa anajua siku moja jambo hilo lingetokea. Ulikutana na Juma? Aliuliza. Ndiyo. Neema akainama kidogo, akifikiria, kisha akasema polepole, na amekuambia nini? Musa alijibu kwa uaminifu, ameniambia mengi, lakini pia amesema kuna siri ambayo hakuniambia. Neema alikaa kimya kwa muda mrefu. Uso wake ulikuwa mtulivu, lakini macho yake yalionyesha kwamba kumbukumbu nyingi zilikuwa zinapita akilini mwake. Musa, alisema hatimaye, kuna mambo ambayo nilitaka kukuambia mara nyingi, lakini kila mara nilihofia utanielewa vibaya. Musa alisogea kidogo mbele. Jaribu kuniambia sasa. Neema alimtazama kwa upole. Musa, unajua mimi nilikulia katika familia maskini sana. Najua, lakini kuna jambo moja ambalo hujui. Musa alingoja. Neema akavuta pumzi kidogo, kisha akasema kwa sauti ya chini. Miaka mingi iliyopita, kabla sijaolewa na wewe, kulikuwa na mtoto mdogo kijijini ambaye maisha yake yalibadilika kwa sababu yangu. Musa alishangaa. Mtoto? Neema alitikisa kichwa. Ndiyo. Neema aliendelea kuzungumza kwa sauti tulivu. Mtoto huyo alikuwa anaishi karibu na familia ya Juma. Alikuwa yatima. Wazazi wake walifariki mapema sana. Musa alikuwa anasikiliza kwa makini. Alikuwa anaishi na bibi yake ambaye alikuwa mgonjwa sana. Walikuwa maskini kupita kiasi. Neema alinyamaza kidogo kabla ya kuendelea. Siku moja, mtoto huyo aliugua vibaya. Walihitaji kumpeleka hospitali haraka, lakini hawakuwa na pesa. Musa alihisi hadithi hiyo ikimvuta zaidi. Ulifanya nini? Aliuliza. Neema akasema polepole. Nilimsaidia kwa pesa nilizokuwa nimeweka akiba. Na akaokoka? Neema alitikisa kichwa. Ndiyo, lakini siku ile niligundua kitu. Musa alisubiri. Neema akasema, niligundua kwamba kijijini kuna watu wengi wanaohitaji msaada mdogo tu ili maisha yao yabadilike. Macho yake yalionekana kuwa na hisia nzito. Ndio maana nilipoanza kupata fedha kupitia biashara yangu, niliamua kurudi pale polepole na kusaidia. Musa aliketi kimya, lakini bado kulikuwa na swali moja. Na siri ni ipi? Aliuliza kwa utulivu. Neema hakujibu mara moja. Aliinua macho yake na kumtazama Musa kwa muda mrefu. Musa, alisema KWA upole. Kuna jambo ambalo sikuwa na uhakika kama ungeweza kulikubali. Musa akasema KWA utulivu. Jaribu kuliambia. Neema akavuta pumzi ndefu. Kila mwaka nimekuwa nikilipa ada za shule KWA watoto kadhaa wa kijijini. Musa alitikisa kichwa polepole. Lakini hilo si jambo la kuficha.
Neema akatikisa kichwa. Hapana, hilo si siri. Alinyamaza kidogo kisha akaongezwa. Siri ni kwamba mmoja wa watoto hao sasa yuko karibu kumaliza chuo kikuu. Musa alionekana kushangaa. Hilo ni jambo zuri. Neema akamtazama kwa macho mazito. Kuna kitu kingine. Musa alihisi moyo wake ukipiga haraka kidogo. Ni nini? Neema alisema kwa sauti ya chini sana. Mtoto huyo anaamini mimi ndiye mama yake. Musa alibaki kimya. KW sababu sasa alielewa kwa nini Neema alificha jambo hilo kwa miaka mingi. Sebuleni kulikuwa na ukimya mkubwa. Musa alikuwa anajaribu kuelewa kila kitu alichosikia. Unamaanisha mtoto huyo hajui ukweli? Aliuliza. Neema alitikisa kichwa polepole. Hapana. Kwa nini? Neema akasema kwa sauti ya upole. Kwa sababu bibi yake aliniomba nifanye hivyo. Musa alikunja uso kidogo. Aliomba nini? Neema akajibu. Alisema mtoto huyo alikuwa mdogo sana kupoteza wazazi wake. Aliogopa kama angeendelea kujua kuwa hana mtu yoyote duniani, angekata tamaa kabisa. Musa alikuwa kimya. Neema akaendelea. Kwa hiyo, bibi yake aliniomba nimsaidie kama mama wa mbali, bila kumwambia ukweli wote. Musa aliuliza polepole, na sasa? Neema akasema kwa sauti ya huzuni kidogo, sasa bibi yake amefariki. Musa alimtazama kwa makini. Na mtoto huyo? Neema akajibu, anamaliza chuo mwaka huu. Kisha akaongeza jambo ambalo lilimfanya Musa ashindwe kusema chochote kwa sekunde chache. Musa anakuja kututembelea wiki ijayo. Wiki iliyofuata ilifika haraka kuliko Musa alivyotarajia. Siku ile asubuhi nyumba yao ilikuwa tulivu. Neema alikuwa ameamka mapema kama kawaida. Alipanga meza ya chai huku mawazo yake yakiwa mbali kidogo. Musa alimuona. Kwa miaka mingi alikuwa amezoea kumuona MK wake akiwa mtulivu, lakini siku hiyo alitambua kitofauti. Neema alikuwa na wasiwasi. Anakuja saa ngapi? Musa aliuliza kwa sauti tulivu. Neema alisimama kidogo kabla ya kujibu. Labda mchana. Jina lake nani? Neema akasema kwa sauti ya upole. Anaitwa Daniel. Musa alitikisa kichwa polepole. Alijaribu kufikiria kijana ambaye maisha yake yalikuwa yameguswa sana na MK wake. Anasomea nini chuo? Musa akauliza. Anasomea masuala ya biashara na uwekezaji. Neema akajibu. Maneno hayo yalifanya Musa ashangae kidogo. Kijana kutoka kijijini kusoma biashara chuo kikuu haikuwa jambo dogo. Lakini jambo ambalo Neema alisema baadaye lilimfanya Musa anyamaze. Anasema ndoto yake ni kuwa afanye biashara mkubwa ili siku moja aweze kusaidia watu wengine kama mimi nilivyomsaidia. Musa alimtazama Neema kwa muda. Kwa mara ya kwanza moyoni mwake alihisi fahari ya kimya kimya. Lakini pia kulikuwa na swali. Daniel atafikiria nini akigundua ukweli? Mchana ulipofika, gari moja dogo lilisimama mbele ya nyumba ya Musa. Musa alikuwa sebuleni pamoja na Neema. Wote waliinuka kwa wakati mmoja waliposikia mlango wa nje ukigongwa. Neema alionekana kuvuta pumzi ndefu kabla ya kufungua mlango. Mbele yao alisimama kijana mrefu mwenye uso wa heshima na macho yenye matumaini. Shikamoo mama, alisema kwa furaha. Neema alitabasamu kwa upole. Marahaba Daniel. Daniel aliingia ndani kwa heshima kubwa. Alipomuona Musa alisimama kidogo kwa adabu. Shikamoo mzee. Musa alitikisa kichwa kidogo. Marahaba. Karibu. Walikaa sebuleni pamoja. Daniel alikuwa anaongea kwa shauku. Alisimulia kuhusu chuo, mitihani yake na mipango yake ya baada ya kumaliza masomo. Mama, alisema kwa furaha, nikimaliza chuo nataka kuanza kampuni yangu ndogo. Nataka kuanza na biashara ya kuku kijijini kwanza. Neema alitabasamu kidogo aliposikia hilo. Musa alimtazama kijana huyo kwa makini. Ndani ya macho yake kulikuwa na ndoto safi sana. Lakini pia Musa alijua jambo ambalo Daniel hakujua. Ukweli wa maisha yake bado ulikuwa umefichwa. Baada ya chakula cha mchana, Musa alimwanika Daniel kuzunguka bustani ya nyumba. Walitembea polepole chini ya miti. Kwa muda walizungumza mambo ya kawaida. Chuo kinaendaje? Musa aliuliza. Vizuri sana, Daniel akajibu kwa furaha. Kisha akasema jambo lililomgusa Musa moyo. Mimi sikuwa na matumaini ya kufika chuo, lakini mama alinisaidia sana. Musa alitulia kidogo. Unamthamini sana? Aliuliza.
Daniel alicheka kidogo. Bila yeye nisingekuwa hapa leo. Walitembea kimya kwa sekunde chache. Kisha Daniel akaongeza kwa sauti tulivu zaidi. Mimi sikuwa na wazazi, lakini Mungu alinipa mama wa ajabu. Maneno hayo yalimgusa Musa kwa kina, kwa sababu sasa alielewa uzito wa siri ambayo Neema alikuwa amebeba kwa miaka mingi. Lakini Daniel akaongeza jambo lingine. Lakini kuna kitu kimoja ambacho huwa kinanishangaza. Musa akamwangalia. Kitu gani? Daniel akasema, mama huwa hasemi sana kuhusu maisha yake ya zamani. Musa alitambua sasa. Siku moja ukweli ungeweza kuibuka. Jioni ilipokaribia, walirudi ndani ya nyumba. Neema alikuwa ameketi mezani akipanga chai. Daniel alikaa karibu naye. Kulikuwa na furaha ya utulivu ndani ya nyumba. Lakini ghafla, Daniel alisema jambo ambalo halikutarajiwa. Mama, kuna jambo niligundua hivi karibuni. Neema alimwangalia kiumakini. Jambo gani? Daniel alitoa bahasha ndogo kutoka kwenye begi lake. Nilipokuwa kijijini wiki iliyopita, nilikutana na mzee mmoja aliyemjua bibi yangu. Neema alinyamaza. Daniel akaendelea. Aliniambia kitu kuhusu wazazi wangu. Musa alitazama Neema. Aliona uso wake ukibadilika kidogo. Daniel akasema polepole. Alisema kuna mtu aliyesaidia maisha yangu tangu nilipokuwa mdogo, lakini si mama yangu wa kweli. Ukimya mkubwa ulitanda mezani. Daniel akatazama Neema moja kwa moja. Mama, ni kweli? Musa alimtazama Neema. Hii ndiyo ilikuwa momenti ambayo aliogopa kwa miaka mingi. Neema alikaa kimya kwa sekunde kadhaa. Daniel alikuwa akimwangalia kwa macho yaliyojaa maswali. Hatimaye Neema akasema kwa sauti tulivu sana. Daniel, kuna ukweli ambao nilikuwa nasubiri siku sahihi kukuambia. Daniel hakusema kitu. Neema akaendelea polepole. Ni kweli kwamba mimi si mama yako wa damu. Daniel alipumua kwa kina, lakini hakukasirika. Alionekana kuwa anasikiliza kwa makini zaidi. Neema akaongeza, lakini tangu siku ya kwanza nilipokutana na wewe, nilihisi kama nina jukumu la kukusaidia. Daniel alinamisha kichwa kidogo. Kwa hiyo wazazi wangu? Neema akasema kwa upole. Walifariki ulipokuwa mdogo sana. Kulikuwa na ukimya. Lakini baada ya sekunde chache, Daniel alinyanyua macho yake. Kisha akasema jambo ambalo lilimfanya Neema na Musa washangae. Haijalishi. Neema akamwangalia kwa mshangao. Daniel akatabasamu kidogo. Mama si lazima awe mtu aliyekuzaa. Mama ni mtu aliyekujali maisha yako yote. Neema macho yake yakajaa machozi kimya kimya. Lakini Daniel akaongeza sentensi moja ambayo ilibadilisha kabisa hadithi. Lakini kuna jambo moja bado sijajua. Musa akamwangalia. Daniel akasema polepole. Ni nani aliyelipa ada yangu yote ya chuo? Swali la Daniel lilibaki hewani mezani. Ni nani aliyelipa ada yangu yote ya chuo? Neema alimtazama Musa KWA sekunde chache. Macho yao yalikutana KWA ukimya. Kwa miaka mingi, Neema alifanya kila kitu KWA siri. Hakutaka mtu ajue ni nani aliyekuwa nyuma ya msaada huo. Lakini sasa Daniel alikuwa mtu mzima. Ukweli haukuwa jambo la kuogopa tena. Musa alivuta pumzi polepole. Daniel, alisema KWA sauti tulivu. Ada zako zililipwa na watu wawili. Daniel akakunja uso kidogo KWA mshangao. Wawili? Neema alitikisa kichwa ndio. Daniel akamwangalia Neema kwanza. Najua wewe umenisaidia sana mama. Neema akatabasamu kwa upole. Lakini sikuweza kufanya kila kitu peke yangu. Daniel akageuka kumtazama Musa. Musa alionekana mtulivu, lakini moyoni alikuwa akifikiria sana. Hakuwahi kujua kwamba pesa zake pia zilikuwa sehemu ya hadithi hiyo, kwa sababu sasa alielewa jambo moja. Kwa miaka mingi Neema alikuwa akitumia sehemu ya fedha za familia yao kusaidia watu bila kujisifu. Daniel akauliza kwa sauti ya heshima, na mtu wa pili ni nani? Neema akamtazama Musa tena. Sasa ilikuwa wakati wa ukweli. Neema alizungumza polepole. Mtu wa pili ni mume wangu. Daniel alibaki kimya kwa sekunde chache. Alimtazama Musa kwa mshangao wa heshima. Mzee, wewe? Musa alitikisa kichwa kidogo. Kusema ukweli Daniel, sikujua kwa muda mrefu. Daniel alionekana kushangaa zaidi. Hukujua? Musa alitabasamu kidogo. Neema alifanya mambo mengi kwa siri ili kusaidia watu. Mimi niligundua hivi karibuni tu. Daniel alimtazama Neema kwa macho yenye hisia nyingi. Mama, kwa nini hukuniambia? Neema akasema kwa sauti ya upole sana. Kwa sababu sikutaka uhisi kama unadaiwa kitu. Daniel akatikisa kichwa polepole. Kama ningejua mapema, ningejitahidi zaidi.
Musa akasema kwa sauti ya utulivu, umejitahidi tayari, kufika chuo kikuu si jambo dogo. Daniel alikaa kimya kwa muda, kisha akasema kwa hisia, maisha yangu yamebadilika kwa sababu yenu. Lakini kisha akaongeza jambo lililowafanya wote wawili wamsikilize kwa makini. Na nina jambo moja ambalo nataka kufanya baada ya kuhitimu. Daniel aliweka mikono yake mezani kwa utulivu. Baada ya kumaliza chuo, alisema, nataka kurudi kijijini. Neema alimtazama kwa makini. Kurudi kijijini? Daniel alitikisa kichwa ndio. Musa aliuliza, kufanya nini? Daniel akatabasamu kidogo. Nataka kuanzisha kitu kikubwa zaidi ya banda la kuku. Neema alicheka kwa upole. Kitu gani? Daniel akasema kwa shauku, nataka kuanzisha kituo kidogo cha biashara kijijini. Mahali ambapo vijana wanaweza kujifunza kuhusu biashara, uwekezaji na namna ya kujitegemea. Musa alishangaa kidogo. Daniel akaendelea, nilipokuwa chuo, niliona jinsi watu wanavyofanikiwa kwa maarifa tu. Lakini kijijini watu wengi hawapati nafasi hiyo. Neema macho yake yalijaa fahari. Daniel akasema kwa sauti yenye nguvu, natamani kijiji kile kiwe mahali ambapo watu wanaweza kuanza maisha mapya. Musa alinyamaza kwa muda. Ndani ya moyo wake alikumbuka banda la kuku la Juma, ndoto ndogo ambazo zilianza kubadili maisha ya watu. Kisha Musa akasema polepole, Daniel, ndoto yako inaweza kuwa kubwa zaidi ya unavyofikiria. Usiku ulipoingia, mazungumzo yao yaliendelea kwa muda mrefu. Daniel alielezea mipango yake kwa kina. Alitaka kuanzisha mafunzo ya biashara kwa vijana wa kijijini. Alitaka kusaidia watu kuanza biashara ndogo ndogo. Neema alimsikiliza kwa macho yenye fahari, lakini Musa alikuwa kimya kwa muda mrefu. Hatimaye alisema, Daniel, ndiyo mzee, umesema unataka kituo cha biashara kijijini. Ndiyo. Musa akatikisa kichwa polepole. Kitu kama hicho kinahitaji uwekezaji mkubwa. Daniel akatabasamu kwa heshima. Najua, ndio maana nitafanya polepole. Nitaanza kidogo. Musa alimtazama kwa makini. Ndani ya kijana huyo aliona kitu alichokiona kwa wafanyabiashara wachache sana: uvumilivu, ndoto, uaminifu. Kisha Musa akasema jambo ambalo lilimfanya Daniel ashangae. Vipi kama hatutaanza kidogo? Daniel akakunja uso kidogo. Unamaanisha nini? Musa akasema kwa utulivu, vipi kama tutaanza kitu kikubwa zaidi? Daniel alimtazama Musa kwa mshangao. Kikubwa zaidi? Musa alitikisa kichwa. Ndiyo. Neema pia alikuwa anamsikiliza kwa makini sasa. Musa akaendelea, kwa miaka mingi nimewekeza katika miradi mikubwa ya biashara mijini, lakini sijawahi kufikiria sana kuhusu vijiji. Daniel alinyamaza akisikiliza. Musa akasema, lakini sasa ninaona kitu tofauti. Alimtazama Daniel moja kwa moja. Ndoto yako inaweza kubadilisha maisha ya watu wengi zaidi kuliko unavyofikiria. Daniel akasema kwa heshima, lakini mzee, mradi huu utahitaji pesa nyingi. Musa akatabasamu kidogo. Hilo si tatizo. Daniel akabaki kimya. Musa akasema polepole, tutajenga kituo kikubwa cha mafunzo ya biashara kijijini. Neema macho yake yalionekana kushangaa. Musa akaongeza, na kitaitwa kituo cha Neema. Neema alishindwa kusema kitu kwa sekunde chache. Daniel alitabasamu kwa furaha kubwa, lakini Musa akaongeza sentensi moja ya mwisho ambayo iligusa moyo wa wote. Kwa sababu wakati mwingine, mtu mmoja mwenye moyo mzuri anaweza kubadilisha maisha ya dunia nzima. Miezi michache ilipita haraka. Daniel alimaliza chuo kwa mafanikio makubwa. Siku ya mahafali yake ilikuwa ya furaha sana. Neema na Musa walikaa kati ya wazazi wengine wakimtazama kijana ambaye maisha yake yalibadilika miaka mingi iliyopita. Wakati jina la Daniel lilipotajwa, Neema alihisi macho yake yakijaa machozi ya furaha. Ongera mwana wangu, alisema kwa sauti ya chini. Baada ya mahafali, safari mpya ilianza. Daniel alirudi kijijini pamoja na Musa na Neema. Watu wa kijiji walishangaa walipoona magari kadhaa ya ujenzi yakifika. Musa hakufanya kelele kuhusu jambo hilo. Hakuita waandishi wa habari. Hakutaka sifa. Lakini polepole, jengo jipya lilianza kujengwa. Halikuwa banda la kuku kama lile la Juma. Lilikuwa jengo kubwa la mafunzo, lenye madarasa, ofisi ndogo
na sehemu ya kufundisha vijana kuhusu biashara na uwekezaji. Wakazi wa kijiji walikusanyika karibu kila siku kuangalia maendeleo ya ujenzi. Mzee mmoja alisema kwa mshangao, sijawahi kuona kitu kama hiki kijijini kwetu. Lakini jambo lililowagusa zaidi watu halikuwa ukubwa wa jengo, ilikuwa sababu ya kujengwa kwake. Kila mtu alianza kusema jina moja kwa heshima, Neema. Siku ya ufunguzi ilifika hatimaye. Kijiji kizima kilikusanyika mbele ya jengo jipya. Kulikuwa na vijana, wazee, wanawake na watoto. Watu wengi walikuwa wamevaa nguo zao nzuri za sherehe. Daniel alisimama mbele ya jengo hilo akiwa na furaha kubwa moyoni. Pembeni yake walikuwa Neema na Musa. Juma pia alikuwepo. Alisimama karibu na banda lake la kuku, akilitazama kwa fahari. Mwenyekiti wa kijiji alisimama kuzungumza kwanza. Siku ya leo ni siku ya historia kwa kijiji chetu, alisema. Alimgeukia Neema. Kwa miaka mingi, huyu mwanamke alitusaidia kimya kimya, bila kutafuta sifa. Watu wengi walipiga makofi. Kisha mwenyekiti akasema, na leo tunaona matokeo ya moyo wake mwema. Daniel alikabidhiwa kipaza sauti. Alisimama kimya kwa sekunde chache akitazama watu waliokuwa mbele yake. Kisha akasema, miaka mingi iliyopita, nilikuwa mtoto mdogo asiye na matumaini. Alimtazama Neema kwa upole. Lakini mtu mmoja aliamua kubadilisha maisha yangu. Kijiji kilikuwa kimya kabisa kikimsikiliza. Daniel aliendelea kuzungumza kwa sauti yenye hisia. Mama Neema hakunipa tu msaada wa shule. Alinifundisha kitu muhimu zaidi. Alisimama kidogo. Alinifundisha kwamba mafanikio ya kweli sio pesa pekee. Watu walikuwa wanamsikiliza kwa makini sana. Mafanikio ya kweli ni uwezo wa kusaidia wengine. Daniel akaonyesha jengo liliokuwa nyuma yake. Kituo hiki hakijajengwa kwa ajili yangu pekee. Aliwatazama vijana waliokuwa mbele yake. Kimejengwa kwa ajili ya vijana wote wanao ndoto, lakini hawajui waanzie wapi. Neema alisimama kimya, macho yake yakiwa na machozi ya furaha. Daniel akaongeza, kijiji hiki kimewahi kuwa mahali ambapo watu waliona maisha kama mapambano ya kila siku. Lakini sasa, akasema kwa sauti yenye matumaini, kuanzia leo, kijiji hiki kitakuwa mahali pa ndoto mpya. Makofi makubwa yalijaa hewani. Baada ya sherehe, watu wengi walikuja kumshukuru Neema na Musa. Lakini tukio moja lilimgusa Musa zaidi kuliko yote. Mzee mmoja alimsogelea polepole. Alikuwa mkulima wa kawaida wa kijiji. Bwana Musa, alisema kwa heshima. Musa katikisa kichwa. Ndiyo mzee. Mzee huyu akasema, mimi si mtu wa kusema maneno mengi, lakini nataka ujue jambo moja. Musa alimsikiliza kwa makini. Miaka mingi iliyopita, kijiji hiki kilikuwa na matumaini kidogo sana. Alionyesha jengo jipya. Lakini sasa vijana wetu wanaona NJIAMPYA. Musa alitazama jengo lile kwa muda. Ndani ya moyo wake, alikumbuka siku ile aliyomfuata Neema kwa siri hadi kwa Juma. Alikumbuka banda la kuku. Na sasa aliona kitu kikubwa zaidi. Alitabasamu kidogo, kwa sababu sasa alielewa jambo ambalo hakuwahi kuelewa kabla. Utajiri wa kweli haukuwa kwenye akaunti za benki. Ulikuwa kwenye maisha ya watu waliobadilika. Jioni ilipofika, kijiji kilianza kuwa tulivu tena. Musa na Neema walitembea polepole karibu na banda la kuku la Juma, mahali pale pale ambapo hadithi hii ilianza. Juma alikuwa akiwalisha kuku wake kama kawaida. Alipotazama jengo kubwa lilokuwa mbali kidogo, alitabasamu. Nilijua siku moja jambo kubwa lingetokea, alisema. Musa akachaka kidogo. Yote yalianza hapa. Neema alitazama banda lile kwa kumbukumbu nyingi. Mara nyingi, mambo makubwa huanza na hatua ndogo sana, alisema. Danieli alikuja kuungana nao. Alisimama karibu na Neema. Asante mama, alisema kwa sauti tulivu. Neema akamshika mkono kwa upendo. Mimi nilikusaidia kidogo tu. Danieli akatikisa kichwa. Hapana, ulibadilisha maisha yangu.
Kisha akatazama kijiji kilichokuwa kimetulia chini ya jua la jioni. Nami nitaendelea kubadilisha maisha ya wengine. Musa alitazama watu hao wawili kwa fahari. Ndani ya moyo wake alijua jambo moja. Siku ile alipomfuata mkewe kwa siri hadi kwa mpenzi wake wa zamani, ndiyo siku aliyogundua kuwa alikuwa ameoa mwanamke mwenye moyo mkubwa kuliko utajiri wote duniani.